Okay, karibu sana mtazamaji wa FJA TV, ni Sports Recap, kipindi ambacho kinakupa taarifa za michezo ambazo zimekwisha kutokea na zile ambazo zinakwenda kutokea. Kubwa zaidi kwa leo tutaangalia finali ya Senegal dhidi ya Tanzania, Serengeti Boys Under 17 ambayo inaenda kushuhudiwa kule Morocco. Leo tumededicate hii show special kwa ajili ya mashabiki mtaani, kwa ajili ya kutoa uchambuzi wao, tambo, kuweka taswira, alafu kila kitu kiende sawa. Kabla hajazungumza na mashabiki, kuweka tambo zao, kuweka uchambuzi wao, niko na Ahmad Ali kutoka Morogoro. Ataweka taswira zake, uchambuzi wake yeye kama Mtanzania. Anaona nini ambacho kinaenda kutokea pale Morocco, alafu kila kitu kitakaa sawa. Kapteni Chacha niko mtaani kwa ajili ya kushia kwamba show ya Sports Recap inakwenda sawa sawa. Ahmad Ali, mambo vipi? Safi, kwema. Bwana, leo tunaenda kushuhudia finali ya Senegal dhidi ya Tanzania Under 17 AFCON. Wewe kama Mtanzania, wewe kama mwanamichezo, unauonaje mchezo wa leo? Taswira yako, uchambuzi wako kidogo. Kwanza kabisa ni jambo kwanza la kumshukuru Mungu, tuseme alhamdulillah kwa timu yetu ya vijana Under 17 kufika hatua ya finali, kwa sababu ilikuwa si hatua ya kawaida na si kitu chepesi, kwa sababu tulishafanya hivyo mara kadhaa nyuma, tulijaribu lakini hatukufanikiwa. Lakini this season 2026 AFCON hatimaye tumefika hatua ya finali. Kwa hiyo ukiachilia mbali kufika hatua ya finali, bado tulishafuzu tayari. Tulikuwa tu katika hatua ya robo finali kwenda nusu finali, tayari tulikuwa tulishafuzu kwenye kombe la dunia next year. Kwa hiyo kwanza alhamdulillah kwa kufuzu kombe la dunia. Pia ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kufika finali ambayo inachezeka leo hii kati ya Serengeti Boys Under 17 pamoja na Simba wa Afrika Senegal. Kwa hiyo Ahmad Ali, kwa jinsi ulivyozungumza ni kwamba taifa la Tanzania kwa hivi karibuni limekuwa likipiga hatua kwenye swala zima la michezo, kwa sababu senior team tumekuwa tukishiriki kwenye AFCON katika hii misimu miwili mfululizo, lakini pia tumekuwa tukiperform vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa mtazamo wako, sisi kama taifa la Tanzania kuna maendeleo katika swala zima la soka? Maendeleo yapo kwa hatua kubwa sana, hususan katika vijana. Changamoto kubwa sijajua inatokea wapi. Hata kurejelea baadhi ya timu kadhaa za vijana hizi Under 17, Under 20 huwa zinafanya the best performance sana katika football. Wanapoenda nje wanaenda kutuwakilisha vizuri mno. Ukija kulinganisha, sijasema kwamba hawa wakubwa senior team wafanyi vema, wanafanya vema hadi wamefuzu AFCON kama ulivyoona, na licha kufuzu tu AFCON bado imepelekea hadi kuwashawishi viongozi wakubwa wa Afrika kuwa host wa AFCON 2027 ambapo tutashirikisha mataifa matatu ya East Africa. Kwa ni hatua kubwa, lakini turejelee na mwaka 2010 nakumbuka ilikuwa ni katika mashindano ya kombe la dunia la watoto. Tulikuwa na watoto wa mtaani, ilikuwa ni 2010. Wale watoto walifika finali. Nakumbuka ile finali walipoteza dhidi ya India, walifungwa goli 1-0. Ukiachia mbali 2010 wale watoto walipotea, yani baada ya kufika finali tu walivaa medali, hatujajua alienda wapi wale watoto. Ni ukija kuangalia ni kipaji ambao walikuwa ni Under 17, walikuwa ni watoto wanocheza mpira vizuri. Ikajirudia hiyo kombe la dunia tena la watoto wa mitaani mwaka 2014, tulipeleka timu Tanzania, na uweze amini ile timu ilifika hadi finali na ilichukua kombe 2014, kombe la dunia la watoto, timu ya watoto wa mitaani. Okay. Leo Ahmad Ali, leo Senegal dhidi ya Tanzania, utabiri wako ni upi? Je, wa Tanzania tutegemee kombe ama bado tunajitafuta, tutegemee next season? Kwanza kabisa ukija kuangalia katika viwango ni timu ambazo zinalingana katika Under 17, japokuwa Senegal wamekuwa ni timu ambayo ni kama ipo vizuri katika swala zima la kimpira, kuanzia katika ngazi za academy hadi kwenye senior team. Lakini pia katika vijana wetu kikubwa kinachowafavor au kinachowapa asilimia ya ushindi ni kwamba wana spirit ya kupambana. Ni timu ambayo ni yenye vijana bora, yenye vijana ambao wanajua nini maana ya bendera. Kwa hiyo mimi naamini wana spirit kubwa ya upambanaji. Naamini finali itakuwa ni best na kombe litabakia Tanzania, watarudi nalo vijana. Bwana, kama vile nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na uchambuzi mdogo kutoka kwa Ahmad Ali, lakini hii show leo tumededicate special kabisa kwa ajili ya mashabiki mtaani. Sasa umemsikiliza Ahmad Ali, ametoa uchambuzi wake kama Mtanzania, anaiona finali itaenda kuwa vipi. Sasa tuende tukawasikilize mashabiki. Hii ni Sports Recap kutoka mtaani, Kapteni Chacha niko kazini. Tondoke tukaone mashabiki wana nini kuhusu finali ya leo. Okay, mtazamaji FJA TV, kama kawaida Kapteni Chacha niko mtaani kuzungumza na mashabiki
ili waweze kutoa tambo zao, uchambuzi kuhusu mada yetu ambayo tuko nayo leo mezani kuhusu finali ya Serengeti Boys Under 17 ambayo itaenda kuchezwa pale Morocco siku ya leo. Je, Serengeti Boys watarudi na kombe? Niko na mwanangu hapa mtaani atafunguka. Je, anaionaje finali ya siku ya leo? Mwanangu vipi? Safi, nakwaje kaka? Fresh. Mwanangu, leo tunaenda kushuhudia vijana wetu Serengeti Boys Under 17 wako Morocco kwa ajili ya kucheza finali yao ya kwanza kabisa michuano hiyo AFCON. Je, wewe kama Mtanzania matumaini yako ni yapi kwa vijana wetu hao? Matumaini yangu ni kweli wanaenda kucheza na Morocco. Senegal ndo wanacheza na Morocco, si ndio? Senegal wanacheza na Tanzania. Senegal wanacheza na Tanzania. Yeah. Senegal wako vizuri, yeah. Ila Tanzania tuna asilimia za kushinda ila ni chache sana. Tanzania tuna asilimia za kushinda ni chache zaidi. Kwa hiyo kama Mtanzania matumaini yako ni kuona vijana wanarudi na ubingwa wa AFCON Under 17. Ndio, mimi kama Mtanzania natarajia ushindi, yeah. Natarajia nione vijana wanakuja na ushindi nyumbani, yeah. Tufurahie ushindi. Kwa hiyo kwa Watanzania ambao wanakutazama hapa ndani FJ TV unawaambia nini kuelekea mchezo wa leo? Nawaambia Watanzania tuombee Watanzania wenzetu wanaenda kucheza washinde na warudi na ushindi nyumbani. Bwana, mwanangu hapa matumaini yake kama Mtanzania anatamani kuona Taifa Stars hawa Serengeti Boys Under 17 wanarudi na ubingwa wa AFCON. Leo katika ardhi ya Morocco tutashuhudia finali ya AFCON Under 17 kati ya Tanzania dhidi ya Senegal. Niko mtaani kuzungumza na mashabiki na Watanzania watoe mitazamo yao na matumaini yao kuelekea finali hiyo. Captain Chacha, niko mtaani kwa sasa, naelekea mtaani kwingine. Hapa tunafunga break fupi, then tutarejea. Asante sana. Poa, nashukuru sana brother. Tuna afisa kutoka Domingo Stars anataka kutoa maoni. Bwana, leo tumefika katika ofisi yako hii. Tunataka tupate maoni na mtazamo wako kidogo kuhusu finali ya Under 17 Morocco Senegal dhidi ya Tanzania katika ardhi ya Morocco. Wewe kama Mtanzania maoni yako ni yapi? Je, unatamani kuona vijana leo wanarejea na kombe katika ardhi ya Tanzania? Ndio, na mategemeo makubwa sana kwamba wanaweza wakachukua ubingwa, yeah. Na tukapata ubingwa, lakini kitu cha msingi sana wasipate pressure kutoka nje, yeah. Wamsikize sana mwalimu, wapate maelekezo ya mwalimu na wasiwe na mategemeo makubwa sana hizo ahadi kutoka nje, yeah. Relax, wamsikize mwalimu. Kwa hiyo wacheze mpira, wasitoke nje ya kila ambacho. Yeah, wamsikize mwalimu, relax, wamsikize mwalimu, maelekezo ya mwalimu, sababu mwalimu yeye ana elimu ya mpira. Yeah. Kwa hiyo atakachokuelekeza kulingana na Senegal wanapocheza mpira, wafuate maelekezo ya mwalimu tu. Yeah. Mimi na hakika wa Tanzania watarudi na kombe. Yeah. Na ikiwezekana Watanzania tufanye parade kuwapokea kabisa, kwa sababu ndio mara ya kwanza kuona timu ya Tanzania ya vijana, ya vijana au timu ya Tanzania imefika stage kubwa kama hii hapa. Kwa hiyo lazima tuwapongeze na cha msingi wamsikize tu mwalimu. Msikize mwalimu. Yeah. Kama ulivyosema kwamba ni mara ya kwanza tunafika katika stage kubwa sana. Ndio. Je, una neno lipi kwa vijana ambao wametuheshimisha kama Watanzania? Neno moja kwa vijana ambao leo wako katika finali ya AFCON ya Under 17. Neno langu kwa vijana, wao wasijione kama wachezaji tu. Wajione kama ni wanajeshi wanapambania nchi ya Tanzania. Yeah. Kwa hiyo wakiwa pale uwanjani wapambane kama wanajeshi. Kwa hiyo maki wakichukua ile kombe, nadhani kwa asilimia kubwa sana kwa viongozi kutoka nje wa mpira wataanza kuiangalia Tanzania kwa jicho kubwa sana. Yeah. Kwa hiyo tumekuwa tukishuhudia mara ya kwanza, nakumbuka senior team qualify kwenda kucheza AFCON. Nakumbuka serikali lakini pia na wizara muhimu walitoa gift kwa wachezaji, waliwapa viwanja, waliwapa magari. Je, una expect kwamba vijana leo kwa stage waliofika hata kama wasipochukua ubingwa wana prefer kupewa zawadi yoyote? Kwa jinsi ambavyo nimesikiza kwenye taarifa habari na viongozi walivyosema, kuna walitoa ahadi ya kupewa viwanja kwa mkoa wa Morogoro. Yeah. Kwa hiyo na mategemeo makubwa sana hata wasipochukua kombe, lakini lazima watapewa motisha kwa kitu chokifanya. Okay. Lakini mimi binafsi hata usipopata kombe, wape tu zawadi sababu ni stage kubwa sana walifanya vijana. Okay. Yeah. Bwana afisa kutoka Domingo Stars hapa Irazo, Dodoma, Tanzania ametoa maoni yake juu ya finali ambayo itaenda kuchezeka pale katika ardhi ya Morocco. Tanzania dhidi ya Senegal katika ardhi ya Morocco. Je, ni nani atarudi na ubingwa? Captain Chacha niko mtaani kutafuta tambo za mashabiki, analysis, uchambuzi na mtazamo. Afisa kutoka Domingo Stars amemaliza kama Mtanzania, basi ana hope ya kuona kwamba vijana
hata kama hawatapata kombe leo, basi wapewe gift kama motisha kile ambacho wamekifanya ndani ya mashindano haya. Yeye Kapteni Chacha, mimi nimshukuru afisa kutoka Domingos, nimshukuru sana. Baada ya mchezo wa leo tutakuja hapa kuzungumza kuona kile ambacho tumezungumza leo basi kinaenda kutendeka. Hata kama tutachukua kombe basi tutakuja hapa kupata mtazamo kutoka Domingos Service. Lakini na ushauri pia kwa serikali. Ushauri kwa serikali ni kwamba kwa stage yenyewe waliofikia hapa hivi, unajua mfano kama nchi ya Morocco wana utaratibu mmoja. Morocco wana utaratibu kwamba wachezaji mfano kama wa vilabu mara nyingi unakuta wanaweka wazawa sana. Umeona? Wao timu za yani wachezaji wanatoka timu za nje kuingia pale Morocco unakuta ni 5 au 4. Umeona? Kwa hiyo sasa mimi ushauri wangu ni mmoja mzuri sana. Hao wachezaji wachezaji under 20 and 17 wakae kwa pamoja kwa muda mrefu. Umeona? Watengeneze vizuri. Baada ya muda tengeneze timu kubwa ya taifa nzuri sana. Huo ndio ushauri wangu. Na wasupport kwanza sasa hivi, wasubiri kwanza kwamba wachezaji wa timu ya taifa watoe Simba na Yanga haitapendeza. Watengeneze kwa bado wadogo. Mwendelezo. Kwa mwisho wa siku tutatengeneza timu bora ya taifa. Ndio ushauri wangu huo. Wala mimi nikushukuru sana kutoka hapa Domingos Service. Baada ya michezo kadhaa mimi nitarejea hapa kwa sababu mimi kazi yangu ni kutembea mtaani kwa ajili ya kupata uchambuzi kutoka mtaani, kwa sababu wenye timu wana michezo wako mtaani. Sisi kule studio kuna vitu tunavifanya, lakini uchambuzi na masuala mazima ya kimichezo kwa undani zaidi tunatafuta mashabiki kama nyinyi ambao ni wana michezo, basi mnatoa taswira na uchambuzi wenu afa kutoka sawa. Nikushukuru sana. Wala ni Sports Recap kwa sasa tunamaliza na afisa kutoka Domingos Service. Tukutane tena mtaa mwingine kwa ajili ya kusikia mashabiki nao kutoka sehemu nyingine wana nini kuhusu finali ya leo kati ya Senegal dhidi ya Tanzania. Okay, baada ya kutoka Domingos Service tumefika hapa mtaa wa Toronto, tumekutana na mshabiki ambaye amevaa jezi ya Mwananchi, lakini leo sitamuuliza kuhusu masuala mazima ya Mwananchi, nitamuuliza kuhusu swala zima la AFCON ya under 17 Tanzania dhidi ya Senegal kule Morocco. Atatoa maoni yake, uchambuzi. Yeye kama Mtanzania anauonaje mchezo wa leo? Bwana, mambo vipi? Wanakuaje? Shwari. Bwana, leo tunacheza under 17 kama wa Tanzania. Wewe kama Mtanzania maoni yako ni yapi? Unaona vijana wanarudi na ubingwa wa Afrika hapa nchini Tanzania? Vijana wako vizuri kwa sababu huko walipotoka mpaka watu wamefika finali, maana yake sio kitu kidogo. Na mtu kishafika hatua ya finali, maana kila mtu ana nafasi ya kufanya chochote kile. Na madogo wana nguvu, wana hari. For the first time tunafika katika hatua kubwa kwenye hii michuano. Senior wamekuwa kijaribu, wanawake wamekuwa kijaribu, lakini hajui ifika kwenye finali kubwa kama hizi. Wewe kama Mtanzania unaambia nini vijana ambao wametutoa kimasomaso kama wa Tanzania? Yaani unajua mpira huko chini. Sawa. Kwa wakubwa wamekuwa wanafeli mara nyingi kwa sababu huku chini sisi hatujajenga misingi mizuri. Au sio? Kwa hiyo kama watoto hapo walipofika ndio njia pekee ya kutufanya hata ile timu ya wakubwa ikafanya vizuri. Kwa hiyo ni madogo kila laheri kwa kweli. Leo unaona ubingwa ukija Tanzania. Kabisa. Swali ni moja, tumekuwa tukishuhudia hizi timu za vijana wamekuwa kifanya vizuri, lakini wanapokuwa wakubwa kuingia kwenye senior team kunakuwa kwamba kuna kulegalega kidogo. Wewe kama mwanamichezo, kama mtu ambaye anafuatia football, yani unaona ni changamoto ni ipi ambayo inawakuta vijana wanapokuwa kwenye age ya watoto wanakuwa perform vizuri kama this time around wako kwenye finali, lakini kwenye senior team kunakuwa kuna kulegalega kidogo. Changamoto inakuwa ni nini? Hapo kuna vitu vingi pia. Kujituma kwao, kwa sababu yani mpaka unachukuliwa timu ya mdogo unapelekwa timu ile ya wakubwa, manake kuna watu wameona kitu kwako, si ndio? Kwani ni wewe mwenyewe unatakiwa ukamshawishi ule kocha ili wewe uweze ukacheze, si ndio? Kwa sababu wapo vijana ambao wametoka huku chini wamepewa nafasi na wameonyesha. Tumeona. Wewe kama Mtanzania leo unaona goli ngapi kwa Serengeti Boys under 17 kwa upande wa Tanzania dhidi ya Senegal? Kwa sababu wale jamaa na yenyewe si haba. Senegal kwa muda mrefu, Senegal, Morocco wamekuwa na watawala sana soka la vijana. Kwa hiyo wale jamaa pia wazuri. Kwa hiyo kwa magoli, sidhani kama nitaona magoli mengi sana. Lakini kwa namna yote ile kama Mtanzania una expect, una hope ya kuona kombe linarudi Tanzania. Bwana, huyu ni mshabiki kutoka hapa Toronto, Elazo, Tanzania. Ametoa mtazamo wake kuhusu finali ya AFCON under 17 kati ya Tanzania dhidi ya Morocco. Kama nilivyokuambia, hii show leo tumededicate special kwa ajili ya mashabiki mtaani kutoa tambo zao. Kapteni Chacha niko mtaani. Bwana, kesho nao ni siku. Cha msingi endelea kusubscribe, comment, kuweka comment kupitia ukurasa wetu wa Instagram ule FJ TV. Kapteni najikataa kwa leo. Kesho nao ni siku. Bye bye.